Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwezi wa Disemba mwaka 2025. Mwinue Yesu juu. Na mwezi huu tumekuwa na mada nzuri semayo, mwinue Yesu juu kama mfalme ajaye. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uishie mahali pasiri juu mbinguni. Tunasema asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Tunasema asante kwa ajili ya kila mmoja wetu. Asante kwa ajili ya ndugu zetu. Asante kwa ajili ya rafiki na jamaa zetu. Tunakuja miguuni pako tukiomba ulinzi wako udumu kwa pamoja nasi. Tunakuja miguuni pako tukiomba uponyaji kwa wagonjwa. Tumekuja miguuni pako tukiomba rehema kwa wote walioliitia jina lako. Nasi tunakushukuru kwa ajili ya maombi yetu, maana ni hakika kwamba umesema, ombeni nanyi mtapewa. Yuko mmoja mahali fulani ana jambo anatamani kusema nawe. Huyo naye ninamkabidhi mikononi mwako. Sikia tunapoomba, tujibu sawasawa na mapenzi yako. Ndilo ombi letu, tukitumaini kwamba utatenda sawasawa na mapenzi yako. Katika jina lake Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Disemba 10, mada ikisema tafuta kuokoa waliopotea. Imejengeka katika kitabu cha Injili kama ilivyoandikwa na Yohana sura ile ya 15 ya 16. Neno la Mungu linasema, si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa. Agizo linatolewa kwa kila mmoja anayekiri kumwamini Yesu Kristo. Tunapaswa kutafuta kuwaokoa wale waliopotea. Mtendakazi wa kweli wa Mungu anamenyana na Mungu katika maombi na kuwa na bidii kubwa katika kuokoa roho zilizopotea. Mtendakazi huyu hatafuti kutukuzwa katika maneno na matendo yake, bali hutafuta tu kuokoa roho. Mungu humtangaza mtakatifu, mnyenyekevu, Mkristo anayejishusha kama mtoto, mtendakazi bora kwake, yule anafanya kazi sana kwa ajili ya kuongoa roho. Viumbe wa kimbingu wanaweza kufanya kazi pamoja na mwanamume na mwanamke ambaye hajishughulishi ili kujitukuza mwenyewe, yule atakaye kuwa tayari kwamba utukufu wote uende kwa Mungu. Ni mtu yule anayehisi hasa uhitaji wa hekima ya Mungu, anayeomba kwa ajili ya nguvu za kimbingu, atakayetoka katika kuzungumza na Kristo na kwenda kufanya mazungumzo na roho zinazopotea dhambini. Na kwa sababu amepakwa mafuta na Roho wa Bwana, atafanikiwa mahali ambapo wasomi wanaweza kushindwa. Mungu ametoa mafundisho yaliyo muhimu sana kuhusiana na kazi ya kila mwanafunzi. Hakuna mtu anayepaswa kuwa gizani, kwa kuwa imewekwa wazi kwamba kila Mkristo anapaswa kuwa barua iliyo hai, anayefahamika na kusomwa na watu wote. Kila anayemwamini Kristo kama Mwokozi wake amefungamanishwa na Mungu ili kuwa msafi na mtakatifu, kuwa mtendakazi wa kiroho anayetafuta kuwaokoa waliopotea. Wawe ni wakubwa au wadogo, tajiri au maskini, mtumwa au aliye huru, kazi kubwa duniani ni kutafuta na kuokoa wale waliopotea, wale ambao Kristo aliwalipia gharama isiyo na ukomo, yaani damu yake mwenyewe. Kila mmoja anapaswa kuhudumu kwa vitendo. Kondoo asiyetafutwa hatarejeshwa zizini. Mungu anakutegemea wewe, wakala wa kibinadamu,
kukamilisha kazi yako kwa ubora kadiri ya uwezo wako, na yeye mwenyewe ataleta ongezeko. Kama wakala wa kibinadamu atatenda kwa kushirikiana na viumbe wa mbinguni, roho maelfu zitaongolewa. Roho Mtakatifu atawapa watendakazi waliojitoa utambuzi kidogo juu ya Yesu, ambao utawasaidia katika kila pambano, ambao utawaadilisha na kuwaimarisha na kuwafanya kuwa zaidi ya washindi. Bwana ameahidi kwamba popote wakusanyikapo 2 au 3 kwa jina lake, yeye atakuwa katikati yao. Wale wanaokutanika pamoja kwa ajili ya kuomba watapakwa mafuta na yeye aliye mtakatifu. Ipo haja kubwa ya kuwa na maombi ya faragha, lakini pia kuna haja ya Wakristo kukusanyika pamoja na kuungana katika kuomba kwa bidii kwa Mungu. Katikati ya mikusanyiko hii midogo, Yesu yupo. Upendo wa roho za watu unakitwa zaidi mioyoni. Roho anawatia nguvu ili mawakala wa kibinadamu watumike katika kuokoa wale waliopotea. Kila wakati Yesu alifanya bidii kuwashawishi wanafunzi wake kwamba Roho Mtakatifu anaongoa, anaumba upya na kutakasa. The Review and Herald, Juni 30, mwaka 1896. Hii ni Disemba 10, mada ikisema tafuta kondoo waliopotea. Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu udumu kuwa pamoja nami, udumu kuwa pamoja nawe, udumu kuwa pamoja na kila ambaye amefuatilia masomo haya na yule ambaye tumemwombea katika jina lake Yesu Kristo. Amina. Salama katika mwamba imara, moyo katika mawimbi na shinda. Katika huzuni kwako nitashinda. Mwamba imara tajificha kwako, ndani yako, mwamba imara tajificha kwako. Wimbi la mawio saya upweke, majaribu yanaponi andama. Fikia maisha pasi utulivu, Mwamba imara tajificha kwako, ndani yako, mwamba imara tajificha kwako, ndani yako, mwamba imara tajificha kwako. Kila mara mwovu akinitisha, mafichoni hofu yote hutoweka. changamoto zikivuma na kutisha, Mwamba imara tajificha kwako, ndani yako, mwamba imara tajificha kwako, ndani yako,
nitajificha kwako, ndani yako, ndani yako, mwamba imara, nitajificha kwako.